Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Muhammad Jamali, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Tundu Lugombe na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Na miongoni mwa tulionayo leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Usawa wa kijinsia watajwa kuwa nguzo ya maendeleo endelevu. Katika biashara, Zanzibar yajipanga kuwa kitovu cha uwekezaji na uchumi wa huduma. Na katika habari za kimataifa, watu 42 wauawa Chad katika mzozo kuhusu kisima cha maji. Karibu mtazamaji, tuanze sasa. Serikali kupitia Wizara ya Madini imelieleza bunge kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 imelenga kuifanya sekta ya madini kuwa mhimili imara wa uchumi wa taifa. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi. Kauli hiyo ya serikali imetolewa bungeni na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Miongoni mwa vipaumbele vilivyotajwa wakati wa uwasilishwaji wa bajeti hiyo ni pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa, kuendeleza mnyororo wa thamani wa madini muhimu na ya kimkakati, pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika shughuli za uongezaji thamani wa madini ndani ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga kutekeleza mikakati ya kuimarisha utekelezaji wa sheria ya madini, ikiwemo kudhibiti vitendo vya utoroshaji wa madini kwenda nje ya nchi na biashara haramu ya madini nchini. Aidha, katika kuendelea kuimarisha udhibiti na kuzuia utoroshaji wa madini ya Tanzanite, wizara kupitia Tume ya Madini itakamilisha ununuzi wa kofia zenye kamera maalum kwa ajili ya ukaguzi na itahakikisha wakaguzi hao na wathaminishaji wa madini wanatumia kofia hizo ili kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa mwenendo wa uzalishaji na biashara ya madini kwenye eneo tengefu la Mirerani. Akiwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kuhusu utekelezaji wa majukumu ya fungu 100 la Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Simon Lusengekile ameeleza yale ambayo kamati imebaini. Kamati inaishauri serikali kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa migodi nchini. Serikali itenge fedha za kutosha ili kujenga mifumo thabiti ya kisasa ya tehama itakayowezesha kusimamia ufuatiliaji na ukaguzi wa shughuli za uchimbaji madini. Sambamba na hilo, ihakikishe kwamba inapambana na uchimbaji haramu. Nao baadhi ya wabunge wakitoa michango yao bungeni hapa wameomba serikali kupitia Wizara ya Madini kuhakikisha inatatua changamoto zinazowakabili wachimbaji wa madini. Kama kipindi kile tulikuwa tunazalisha almost, sasa hivi tume triple, karibia mara 10 ya uzalishaji wa kipindi kile. Mapato yameongezeka karibia mara 10, lakini CSR imeendelea kutolewa ile ambayo ilitolewa miaka 10 iliyopita. Wananchi wanatapeliwa sana. Wapo watu wanaojiita wao ni wataalamu wa utafiti wa madini. Wananchi wanatumia fedha kubwa kuwalipa, wanaandaa ripoti feki, wanakula fedha ya utafiti, na wananchi wale wanawekeza fedha nyingi kwenye maeneo ambayo wamefanyia utafiti ambayo ni feki pia. Hivyo wanakula hasara kubwa sana na kupelekea kufilisika kwa watu. Na sisi tuko tayari kukusupport na tuseme wazi kwamba kazi unayoifanya tunaiunga mkono. Hizo leseni ambazo zimefutwa zisimamie, Watanzania wapate haki na watendewe haki. Lakini zaidi, Mheshimiwa Waziri, mmeenda na utaratibu mnaenda kufanya kwenye swala la ubia. Nashukuru kwamba mna mkakati kwa wale Watanzania ambao wanaingia ubia na watu wa nje katika uchimbaji wa madini. Mmeona changamoto ambayo inajitokeza, Watanzania wanapigwa na wanaumizwa. Mmeunda mkakati ambao unaenda kuwa support, ikiwa ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na kanuni ambazo zinamlinda zaidi Mtanzania. Ili wizara hiyo iweze kutekeleza majukumu yake vizuri, imeliomba bunge kuidhinishwa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 174.9 kwa ajili ya wizara na taasisi zake. Fedha hizo ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, mishahara ya watumishi na matumizi ya kawaida. Imeelezwa kuwa usawa wa kijinsia umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kufanikisha maendeleo endelevu, ukuaji wa uchumi na kuimarisha utawala bora ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa na Nizia Masinde. Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Puma Energy Tanzania Fatma Abdalla
wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya jinsia duniani kati ya chuo cha elimu ya biashara CBE aliyopewa jina la CBE Gender Day, ambapo amepongeza CBE kwa kuendelea kuimarisha usawa wa kijinsia kupitia sera, mifumo na programu mbalimbali. Ameeleza kuwa juhudi hizo zina mchango mkubwa katika kuwawezesha wanawake kushiriki kikamilifu kwenye maendeleo ya taasisi na taifa kwa ujumla, huku akisisitiza kwamba usawa wa kijinsia unapaswa kupewa kipaumbele katika kila sekta ili kufikia maendeleo jumuishi. Katika muktadha mpana wa kitaifa, Tanzania imepiga hatua katika kuimarisha usawa wa kijinsia hususan katika sekta ya elimu. Takwimu zinaonyesha kuwa katika elimu ya msingi usawa wa kijinsia umefikiwa kwa kiwango kikubwa, ambapo zaidi ya 50% ya wanafunzi wanaoanza darasa la kwanza ni wasichana. Hata hivyo, katika elimu ya juu takwimu zinaonyesha kuwa wanawake bado wanachangia takriban 40 hadi 48 ya wanafunzi wote, na katika baadhi ya fani za sayansi na teknolojia uwiano huu hushuka zaidi. Hii inaonyesha kuwa pamoja na mafanikio bado kuna pengo linalohitaji juhudi za makusudi kuliziba. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE Profesa Eda Luoga amebainisha kwamba uongozi wa chuo hicho umeendelea kuweka mikakati ya kuwawezesha wanawake kwa kuwapa fursa za kiuongozi na kitaaluma, na kila mwaka watumishi kupatiwa mafunzo ya usawa wa kijinsia, huku wanafunzi wakielimishwa kuhusu umuhimu wa kuheshimiana na kushirikiana bila ubaguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo cha elimu ya biashara kina sera ya masuala ya jinsia ya mwaka 2022 ambayo imekuwa inazingatia mawanda mapana kuhakikisha kwamba udahili na mambo yote yanayojumuisha wanafunzi yanazingatia mambo ya kijinsia, usawa wa kijinsia, lakini pia na watumishi pia wamekuwa wakiongozwa kwa huo mwongozo kuhakikisha kwamba masuala yote tunayofanya kuanzia recruitment mpaka kusomesha watumishi yanazingatia mambo ya kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hivi chuo cha elimu ya biashara kina watumishi 524 na 79 wako masomo ya juu, yani level ya masters na level ya PhD, na tumekuwa tukifanya hivi ili kuhakikisha kwamba wanataaluma wote wanaoajiriwa wanaenda kupata elimu ya juu. Kama inatoa ndani ya chuo wamekuwa wanapata masters hapa, lakini tumekuwa tunapeleka vyuo ndani na nje ya Tanzania, na hawa watumishi nao wataja 7 tu ndio wanasoma masters hapa ndani ya chuo cha elimu ya biashara, lakini wengi wako vyuo vingine vya elimu hapa Tanzania, lakini na vyuo vingine ambavyo tuna mashirikiana nao kule China kama Southern Western University of Finance and Economics, University of Eastern Finland, St. Petersburg University pamoja na vyuo vingine. Usawa wa kijinsia tunauangalia pia kwenye mipango ya taasisi. Taasisi ina corporate, a strategic plan, ina action plan zake. Mipango inasemaje huko kwa bosi wetu wa planning and finance? Hilo jibu utaondoka nalo. Kuna anything to do with gender kwenye hizi miongozo mikubwa, strategic plan zetu, vision zetu, kama gender component kuna mahali unaona ina udhaifu, wakati una review tafadhali wekea mkono pale, kwa sababu sisi tukija kusoma tunaangalia picha yako kwenye administration. Strategic plan yako ikoje? Ina mlengo wa kijinsia? Budgeting process inajali jinsia? Inahusisha watu kutoka ngazi ya idara, au head anajifungia ana submit budget kwako? Anahusisha watu na anaangalia mahitaji ya me na ke? Jamani, usawa wa kijinsia ni mchakato mgumu na mzito. Mahitaji yetu yamepishana kati ya me na ke kwenye idara. Kuna mahitaji yanayolenga masuala mazima ya mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamume. Hatua kama kuanzishwa kwa dawati la jinsia, utoaji wa mafunzo ya mara kwa mara, pamoja na kuongeza ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi zimetajwa kuwa chachu ya maendeleo ndani ya chuo cha elimu ya biashara CBE. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema serikali mkoani humo inaendelea kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kufungua milango ya ushirikiano wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi, hatua inayolenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu umuhimu wa upandaji miti na utunzaji wa rasilimali asilia, huku lengo likiwa ni kupanda miti milioni 1 katika kipindi cha miaka 3 ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
Shalom Robert kutoka Iringa ana taarifa zaidi. Heri James amesema kuwa mafanikio ya mpango huo yanategemea ushirikiano wa wananchi wote, wakiwemo wanafunzi, taasisi za elimu, vikundi vya kijamii na sekta binafsi, pamoja na kuhakikisha miti inayopandwa inatunzwa kikamilifu ili iweze kukua na kuleta tija iliyokusudiwa. Tumefanya jitihada ya kupanda miti katika maeneo ya taasisi, tumefanya jitihada ya kupanda miti katika maeneo ya nyumba zetu, na sasa ni wajibu wetu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba anaendelea kujitamadunisha umuhimu wa kupanda miti, kutunza miti na baadaye kunufaika na hii miti ambayo tunaipanda, ili tuwe na desturi endelevu, sustainable tradition ya upandaji wa miti. Ni muhimu tukapanda miti yenye manufaa, ili kwa manufaa hayo tuendelee kuona raha na furaha ya kuwa sehemu ya kutunza mazingira wakati wote. Na mratibu wa kampeni hiyo ya Panda Miti Okoa Mazingira, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Pete Tree Tanzania Jacqueline Palangio ameweka wazi malengo makuu ya kampeni hiyo, huku mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa akisisitiza utamaduni wa usafi wa mazingira wakati wowote. Kupitia kampeni hii tunachangia katika kupunguza athari za mabadiliko na tabia ya nchi, kulinda vyanzo vya maji, kuboresha afya ya jamii kupitia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sisi Iringa ni wasafi. Tulikuwa tunadumisha na kuonyesha kwamba hili ni tukio letu endelevu. Sisi kama Wanairinga ni sehemu yetu ya utamaduni kuwa ni sehemu ya usafi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linashikilia jumla ya watu 37 kwa tuhuma za makosa ya mtandao, ikiwemo kutoa lugha za matusi na vitisho kwa watu mbalimbali. Udula Kimsola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo amesema baadhi ya watu hao waliokamatwa ni wafanyakazi wa kampuni ya kukopesha fedha mtandaoni ambao wamekamatwa na watafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Tuhumiwa wale ambao wanajihusisha na matusi na kashfa waliokamatwa ni pamoja na Renatus Mjwahuzi maarufu kama Migeyo, mkazi wa Mbezi Beach, lakini yupo Odila Oswin Ngunga, mkazi wa Goba, yupo Teresia Bratius Kanu, mkazi wa Mtoni Kijichi, wakiwa na wenzao 34. Hawa hatua zaidi za kisheria ikiwa ni pamoja na kuwapeleka kwenye mamlaka za kisheria zitachukuliwa. Aidha, kamanda Mulilo ameeleza kuwa jeshi hilo la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea na kutekeleza majukumu yake, ikiwemo kuwafikisha mahakamani baadhi ya watuhumiwa wa matukio mbalimbali ambao wamehukumiwa vifungo mbalimbali, vikiwemo kifungo cha maisha jela pamoja na vifungo vya miaka 30 kwa baadhi ya watuhumiwa. Na kati ya mwezi Machi hadi Aprili mwaka huu wa 2026, baadhi ya watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa kwenye mifumo mingine ya kisheria na wakapatikana na hatia ni pamoja na Hashim Kasim Duma, huyu ni mkazi wa Kimara ambaye amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Haya ni makosa ambayo ni mabaya kabisa ya kikatili ambayo jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamekuwa wakishughulika nayo, na wengi wao baada ya ushahidi kutolewa wamepatikana na hatia, wengine vifungo vya maisha, lakini wengine vifungo vya miaka 30 jela. Wito wetu sisi jeshi la polisi kwa wananchi, kwanza ni kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ili tuweze kuzuia vitendo vya kihalifu. Lakini pili, tunawataka wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa zinazohusiana na makosa ya kijinai waweze kufika kwenye vyombo vya kisheria, ikiwa ni pamoja na mahakama, waweze kutoa ushahidi wao mahakamani. Serikali imeagiza waajiriwa wote nchini kusimika mifumo ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vinavyoweza kuepukika kupitia kuboresha mazingira bora ya kazi na kisha kuachana na maadhimisho ya mazoea ya kuwasha mishumaa na kutoa rambirambi kwa watumishi wanaopoteza maisha na kujeruhiwa wakiwa kazini kwa uzembe ama miundombinu isiyo rafiki ya kazi. Taarifa ya Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Agizo hilo limetolewa na Khadija Mwenda, mtendaji mkuu wa mamlaka ya usalama na afya mahala pa kazi, baada ya kufanya ukaguzi mabanda ya taasisi na makampuni mbalimbali katika maadhimisho ya wiki ya usalama na afya mahala pa kazi yanayofanyika mkoani Njombe yenye kilele chake Aprili 28
ambapo anasema kila mwajiri ana jukumu la kulinda usalama wa mfanyakazi ili taasisi yake idumu, na kisha kuweka wazi jitihada zinazofanyika ili kuongeza usalama na afya mahala pa kazi kwa umma. Haya ni kushowcase namna gani maeneo ya kazi yametengeneza mifumo ya kuwalinda wafanyakazi, lakini vile vile kutoa mafunzo. Hakikisheni kwamba hii siku mnaiweka ili kuhakikisha maeneo ya kazi yanasimika mifumo ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa ama vifo. Maudhui ya siku hii yabadilike kutoka kuwakumbuka, kusikitika, kuwasha mishumaa, kuweka mashada ya maua, basi siku hii badilike, badala ya masikitiko basi iwe ni siku ya kuhamasisha. Wakati serikali ikitoa maagizo hayo, baadhi ya makampuni hususani yanayojihusisha na machimbo ya madini yamechukua hatua za lazima ili kuhakikisha usalama na afya za wafanyakazi, na hapa ni baadhi tu ya maofisa usalama migodini wakieleza namna walivyolazimika kutumia teknolojia za gharama ili kulinda wafanyakazi wao. Maonyesho haya tumekuja kwa ajili ya kuelimisha watu ili waweze kufahamu elimu ya uchimbaji wa kisasa inavyofanyika katika mgodi wetu wa Bulyanhulu. Tunahitaji kila mfanyakazi kurudi nyumbani akiwa mwenye afya na usalama kila siku inayoitwa leo. Kwenye upande wa teknolojia na vifaa vya kisasa, kama unavyoona hapa kwenye video yetu hapa, tuna mashine za kisasa ambazo ndio zinatumika kwenye uvunjaji kwa maana ya demolition ya mgodi. Katika jamii ambayo inatuzunguka pia tunatoa msaada wa mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uokoaji kunapokuwa na majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko na majanga mengine ambayo yanaikumba jamii. Tuna timu maalum yenye mafunzo ya uokoaji na vifaa vya kisasa. Ukiachana na masuala ya usalama, maonyesho haya yamekuwa na faida kubwa kwa wakazi wa Njombe, hususani wajasiriamali, ambapo wanasema yamewafungulia fursa za biashara na masoko na kupata ujuzi mpya wa kujilinda katika maeneo yao ya kujitafutia kipato cha kila siku. Maonyesho haya ni mazuri na yana faida kubwa sana na ni fursa kubwa kwa wajasiriamali. Fursa yake ni lipi? Tunakuja kuweza kukutana na watu, kuonesha bidhaa zetu, lakini pia kuweza kutambua masoko. Umuhimu wa usalama mahala pa kazi ni muhimu sana, kwa sababu unapokuwa na mfanyakazi, iwe ni taasisi binafsi, iwe ni kampuni binafsi, aidha serikali kwa ujumla, usalama kwa mfanyakazi maeneo ya kazi ni muhimu sana. Kutoka hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti Lucas Ngoto amewataka viongozi wa chama hicho kuzingatia nidhamu, uwajibikaji pamoja na kujitegemea kiuchumi ili kukijenga chama imara na chenye ufanisi. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Ngoto ametoa maelekezo hayo wakati wa uzinduzi wa shughuli za ukarabati wa ofisi ya kanda ya Serengeti uliofanyika katika ofisi za kanda hiyo zilizopo mkoani Shinyanga. Amesema viongozi wote kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa, kata hadi tawi wanapaswa kutekeleza majukumu yao kikamilifu, huku akisisitiza kuwa viongozi wasiofanya kazi hawatavumiliwa ndani ya chama hicho. Kuna viongozi na wao wameweka makoti, hawawajibiki, walichukua vyeo, wanaitwa tu mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa katibu, mheshimiwa mwenezi, hakuna chochote wanachokifanya. Hayo makoti tutayaondoa ili watu waingie, wawajibike wengine ambao wanataka kutumikia hiki chama. Niwaagize viongozi wa mikoa, mna jukumu la kusimamia viongozi wa wilaya na majimbo. Angalieni viongozi wale ambao hawajibiki, hayo makoti yaondolewe. Viongozi wa majimbo na wilaya, mna jukumu la kusimamia viongozi wa kata na matawi. Hakikisheni kila mmoja anawajibika kwa ile nafasi aliyoiomba. Katika hatua nyingine, katibu wa Chadema kanda ya Serengeti Jackson Mnyawami akisoma taarifa fupi ya mpango wa ukarabati wa ofisi hiyo, amesema kuwa lengo la mradi huo ni kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi wa utendaji kazi ndani ya chama hicho. Ameeleza kuwa ukarabati huo ni sehemu ya mikakati ya muda mrefu ya kuhakikisha chama hicho kinakuwa na miundombinu bora itakayorahisisha utekelezaji wa majukumu yake ya kisiasa na kiutawala. Huu ni juhudi za kuhakikisha kuwa ofisi ya kanda inakuwa kituo imara cha kisasa na chenye hadhi inayolingana na mahitaji ya sasa ya kiutendaji na ya kisiasa. Kwa muda mrefu ofisi yetu ya kanda
ilikuwa ikitumika kama kitovu cha shughuli mbalimbali za chama, ikiwa ni pamoja na mikutano, vikao na uratibu wa shughuli za kiutendaji pamoja na mawasiliano na wanachama wetu. Kukosekana kwa uzio kwa ajili ya usalama, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa kila mtu anaweza kuingia, hata wachunga ng'ombe tu wanaweza kuingia kuja kutumia ng'ombe eneo letu la nyumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali hii iliathiri kwa kiwango kikubwa ufanisi wa shughuli za kanda na mahitaji ya kiutendaji kwa sasa. Watu wa Shinyanga, tunakuahidi Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanzia sasa tunaenda kukimbia mchaka na wale ambao wanapenda kutukandamiza. Watumishi wa takwimu Tanzania wametakiwa kuwa na weledi, nidhamu katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuongeza tija na ufanisi ili kusaidia kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza pindi mtumishi anaposhindwa kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya Mbalali Brigedia Jenerali Hassan Surumbu kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Morris Malisa wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha takwimu chenye lengo la kujadili utekelezaji wa majukumu. Wafanyakazi wanapaswa kuendelea kuwa na nidhamu, uwajibikaji na moyo wa kujituma ili kufikia malengo ya taasisi. NBS inajengwa na sisi. Serikali yetu ikiongelea kuhusu takwimu hapa nchini inatutizama sisi. Hivyo nasisitiza ufanisi na weledi katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku kupitia mafunzo, ubunifu na matumizi ya teknolojia ili kuendana na mahitaji ya sasa na ya baadaye ya watumiaji wa takwimu. Kwa upande wake mkurugenzi wa NBS makao makuu amezungumzia malengo yao, huku mwenyekiti wa bodi ya NBS Spika mstaafu Ana Makinda amewataka watumishi kuzitatua changamoto kwa kushirikiana. Tumeendelea kutumia pia vyanzo vya kiutawala na matumizi ya teknolojia ya kisasa kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata taarifa za wakati, lakini pia taarifa zilizoboreshwa, kwani mnafahamu mifumo ya kisasa ya kiteknolojia huwa inasaidia sana kupunguza makosa ambayo binadamu wa kawaida anaweza kufanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, umuhimu wa takwimu rasmi unafahamika kabisa kwamba ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kutunga sera zenye ushahidi, lakini pia kuboresha sera hizo kwa kuzingatia ushahidi wa kitakwimu, lakini kupanga na kufuatilia maendeleo. Tumeona dira yetu ya taifa ya 2050 imetumia takwimu hizi ambazo tunazizalisha, lakini pia kuweka vipaumbele na kuweka malengo ambayo tunataka kuyafikia. Na kama tunavyoomba kila siku, changamoto katika maisha ya binadamu hazikosi. Yaani hazikosi, hiyo ni jambo la kawaida. Lakini siri ya changamoto ni kule kushirikiana. Jamani, kuna changamoto hii tuifanyeje? Maana busara ya binadamu yoyote ni kuweza kushirikiana katika kutatua matatizo yanayohusu sehemu wanaoishi. Hata hivyo, baadhi ya washiriki wa kikao hicho wamezungumzia kuhusiana na umuhimu wa takwimu katika maeneo yao. Tukiangalia tu katika ngazi ya kawaida ya mtu binafsi, lazima ujue kwamba wewe kama wewe ni vitu gani muhimu ambavyo unavihitaji. Lazima uangalie kwanza vipaumbele vyako ni nini unahitaji kwa sasa. Labda kwa sasa hivi nahitaji either kulipa ada ya watoto, au nahitaji kulipa kodi ya nyumba, au nahitaji kulipia usafiri. Unaangalia katika vile vipaumbele vyako kama ni vitatu. Hivi vitatu vinahitaji gharama kiasi gani? Sisi kama watendaji tunategemea takwimu rasmi ili kuendelea kufanya mambo, kusimamia huku mambo yaende, hasa maendeleo. Na takwimu rasmi zinatoka NBS. Utafiti ule wa kaya ambao unahusu mapato na matumizi ni utafiti ambao unafanyika NBS kila baada ya muda fulani, ambao kitaalamu unaitwa HBS, House Budget Survey, ambao wenyewe unasaidia katika kutambua kaya maskini katika kipato. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Hii ni taarifa ya habari na mimi ni Muhammad Jamal. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Zanzibar yajipanga kuwa kitovu cha uwekezaji na uchumi wa huduma.